GB 64 tunasema Sheikh Abdul Hega. Stars. Niko sawa Sheikh? Uko sawa. Kwa sababu kwa sasa tumetoka kufunga ndoa, leo ni siku ya 5 leo. Kwa hiyo tayari kwa mujibu wa sisi Waislamu, ukishaoa basi ushatimiliza nusu ya Uislamu. Kwa hiyo sasa hivi ni sala 5, hakuna tena masiala na kutafuta pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kimya lakini mwamba. Si ndoa zetu tunazifahamu bwana, hazina nani, kwa sababu ni mambo matatu ambayo Mwenyezi Mungu anasema yafanyike haraka. Sawa, pasipo na gharama yoyote. Umeelewa bwana? Kuzuia hilo swala lisifanyike. Swala la umauti, sawa, mtu pindi anapokufa anatakiwa azikwe haraka. Umeelewa? Kwa halitaji limsubirie mtu. Swala la tatu, mtu anapotaka kuslim dini, kuletaji, anatakiwa asilimishwe haraka. Na swala la tatu, sawa, ambalo ni kubwa, ni swala la ndoa. Pindi unapoona dalili ya watu wawili wanataka kuoana, basi watakuwa uozeshi kuoana. Kwa hiyo haipaswi mpaka waanze kusubiri ngwale ajue, sanga ajue, nani. Tutachelewesha. Mtoto kataka kuolewa, basi kaolewa haraka. Mambo mengine sasa ndio atafuata, kundo kutalikana sherehe na nini, lakini swala la kufunga ndoa ni swala litakuwa lifanyike haraka. Sawa, GB 64 kikosi chako kimekuwa pipa na tumeshakuwa timu tayari kwa advance ngezini Hot Spurs. Kama wana Simba, mmejiandaje kwa mchezo huu? Kwanza kikubwa, sisi tumejiandaa vizuri kama unavyofahamu. Sisi ni timu namba 5 barani Afrika. Ni timu yenye experience kubwa katika mashindano ya nini? Ya kimataifa. Sawa, na ardhi ya kusini kule inatutambua Simba ni timu ya aina gani. Ardhi ya Eswatini inatujua kwa sababu hii Nsingizini yenyewe watu wengi hawaijui. Nsingizini ndio ile Swallows tuliocheza nayo kipindi kile. Sawa, imeuzwa ikabadilishwa jina ndio ikaitwa nini? Nsingizini, lakini hii timu ilikuwa inaitwa nini? Ilikuwa inaitwa Swallows. Msimu wa 18-19 tulicheza nao, walikuja hapa Dar es Salaam, tuliwafunga 4-1, tukaenda nyumbani kwao tukawafunga 4-0. Kwa ndio timu hii ambayo imefanya nini? Imebadilishwa jina. Kwa hiyo inaitwa Nsingizini kwa sasa. Kwa hiyo wanaijua Simba vizuri, na hata ardhi ya South inaijua Simba vizuri kwa sababu tulishaingia kule. Tushaingia na Joining Galaxy Botswana kwa sababu nchi zote zinapakana. Botswana tulishaingia, umeelewa bwana? Hatujawahi kufungwa Botswana, umeelewa bwana? Hata huko Eswatini hatujawahi kufungwa. South Africa yenyewe tumefungwa goli 1-0 tuna nani? Na Orlando Pirates. Umeelewa? Na Kaizer Chiefs ndo walifanikiwa, walitufunga goli 4. Lakini walikuja huku walikiona cha mtemakuni. Kwa hiyo timu za kusini zinatufahamu vizuri. Umeelewa? Zinatufahamu vizuri. Hata Bravo, hata huyu tulomtoa, umeelewa bwana? Vile vile Gaborone anaifahamu Simba vizuri. Wewe mwenyewe umeona tumeenda pale kwao, tumefanya nini? Tumewafunga 1-0, tukaja huku tukatoa nao sare. Kwa hiyo Simba ni timu ambayo inaelewa kucheza mashindano ya kimataifa. Especially mechi za away, inajua iingie vipi, icheze vipi. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na kikosi chetu kilichokwenda kule. Sawa, katika safari ya kikosi kile wachezaji kadhaa hawajasafiri na kikosi cha Simba. Tuanze kwa Musa Pimpin Kamara. Kuna baadhi ya mashabiki ni kama wameonyesha wasiwasi. Mwamba goalkeeper namba 1 club hajasafiri. Kinuna na wasiwasi eneo la goli liko salama. Musa Kamara bado fitness yake haijawa nzuri. Hata timu ya taifa kama ulifuatilia alikuwa bench. Umeelewa bwana? Ameitwa lakini alikuwa nini? Alikuwa bench. Bado recovering yake imekuwa sawa, haijapatikana kwa sababu aliumia ile mechi na nani? Na Gaborone. Kwa hiyo uwezi ukamjumuisha mchezaji ambaye tayari unajua huyu ana nini? Ana majeruhi. Lakini kwa golikipa aliyekuwepo Yakubu, yule ni Tanzania 1. Sawa, wote tumeona kwenye chani alichokifanya, tumeona anavyoitumikia timu ya taifa. Ni golikipa ambaye tayari ana experience ya mashindano ya kimataifa. Mimi sina wasiwasi, kuanzia vimu wako vizuri, saving wako vizuri. Umeona bwana, hata chini ya sasa hivi footwork vile vile yuko vizuri. Umeelewa? Kasoro yake ni ndogo tu, lakini nadhani anazidi kupata nini? Experience. Kwa hiyo kwa swala la experience kwa mashindano ya kimataifa, Yakubu bado yuko vizuri. Ni golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa mimi nadhani atalilinda goli la Simba. Goli la Simba liko kwenye mikono salama ya Ayubu. Kwa hiki ambacho umekizungumza, ina maana hakuna pengo la Musa Pimpin Kamara. Pengo la Musa Pimpin Kamara alipo. Sawa, kwa sababu tayari tuna Tanzania 1. Yule ni Gina 1, huyu ni Tanzania 1. Sasa Tanzania 1 sio Tanzania 1 ambaye anakaa bench, Tanzania 1 ambaye anaedaka. Umeelewa? Mechi zote za nini za kimataifa za timu ya taifa ya Tanzania, kuanzia chani mpaka mashindano ya kufuzu kombe la dunia mpaka kufuzu AFCON, bado yeye ndo anayefanya nini, anayetumika. Kwa hiyo mimi sina shaka, naiona kabisa Simba, goli la Simba liko kwenye mikono salama la Yakubu. Kwa kile ambacho ameonyesha Yakubu Suleiman kwenye michuano ya chani,
mpaka sasa na kwenye timu ya taifa. Unaona akienda kufanya zaidi kwenye klabu ya Simba hasa kwenye michuano ya kimataifa? Mimi nadhani tunaenda kumwimba kwa sababu ndio golikipa pekee kwenye chani, golikipa namba 2 kwenye chani aliyofungwa magoli machache. Sawa, kwa hiyo ukichukua kipa bora basi makipa bora watatu lazima Yakubu Suleiman tutafanya nini? Tutamweka. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na Yakubu Suleiman. Mimi naona kabisa anaenda kufanya zaidi ya kile alichokifanya nini? Alichokifanya kwenye chani kwa sababu huku ana mabeki bora, ana Lucien De Rock, ana Karabu, vile vile ana Nangu. Sawa, kwa hiyo mimi sina wasiwasi kabisa kwamba goli la Simba liko kwenye mikono salama. Bibi pengo la Mohamed Mjebaya. Hatujamwona kwenye mechi kadhaa, ameingia akiwa majeruhi. Wengine pia wana wasiwasi hapa. Kwa upande wako vipi kukosekana kwake katika michuano hii dhidi ya kwa sababu bado hajaanza kutumika, uwezo ukasema ni pengo. Kwa hiyo mimi ninaona bado sawa, bado yeye kashaanza mazoezi, lakini uwezo ukajumlisha kwenye kikosi kwa sababu bado ile fitness yake haijafanyia jarudi, ndio kwanza ameanza nini mazoezi, lakini bado hajacheza na timu iliyokuwepo uwezo ukasema pengo. Kwa hiyo timu iliyokuwepo sasa hivi labda ungesema Mpanzu kama angekuwa yupo ungesema pengo, Suleiman Mwalimu labda ungesema pengo, Budo Mutare ungesema pengo, lakini bado Simba ina wachezaji wengi ambao wanacheza type ya Bajabel. Wapo wengi, kina Joshua Mutale wapo, Kip Dennis yupo, wachezaji wengi wako vizuri, kina Nio Maema wako vizuri. Vipi kwa upande wa huyu nani mchezaji Alassane Kante, naye hajasafiri na kikosi, muone kama kuna pengo lake pia kwa maana ukizana na Musa Pembele kama Bajabel, lakini Alassane Kante kwa upande wako? Kwa Alassane Kante kwa sababu alishaanza kutumika, sawa alishaanza kutumika, yule unaweza ukasema kwamba amekosekana kweli kwa sababu alishaanza kutumika, lakini uwezo ukasema ni pengo kwa sababu tayari ndani ya Simba kuna wachezaji 30 na ukichukua defensive midfield tunazo wengi. Kuna Mzamiru Yasini ambaye amesafiri na timu yuko vizuri, ana experience kubwa na anaijua Aliza Eswatini vizuri tu, na ukija kuna Kagoma sawa yuko vizuri, yani bado tuna namba 6 nyingi. Kuna Kamara, Nabi Kamara bado ana uwezo wa kucheza kama namba 6 kwa sababu Mligo yupo anacheza namba 3, Kamara anaweza kama akacheza kama namba ngapi? Namba 6. Kwa hiyo bado viungo tunao wengi sana. Kwa hiyo bado hakuna pengo la Alassane Kante. Kwa namna hiyo hawa wachezaji wote kukosekana kwao haiwezi kawa ni zuio kwa mnyama Simba kuingia hatua makundi. Haiwezi kawa zuio, na ndio hapa unapata picha halisi ya kuwa na kikosi kipana, kwamba Simba ina kikosi kipana. Yoyote akiwa hayupo tayari kuna mtu analikava. Sio, umeelewa? Leo unapozungumzia namba 9, so hata awe majeruhi, kuna mtu anaitwa Mkwala akiwa majeruhi, kuna mtu anaitwa Suleiman Mwalimu. Mwana mchezaji pekee aliyecheza kombe la dunia. Sawa upande wa East and Central Africa huko. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tuna wachezaji wengi ambao ni nini? Ambao wakubwa. Sio, umeelewa? Unapozungumzia upande wa kulia kama Kibwa yupo, kuna Joshua Mutale. Sio, umeelewa? Ukienda upande wa kushoto Mpanzu. Kuna yani wachezaji ni wengi. Ukija namba 10 kuna Jincha Zawa, kuna Morris Abram. Sio, umeelewa? Kwa hiyo yani namba kubwa sana ya wachezaji, kuna kina Nio Maema. Kwa hiyo wachezaji ni wengi mno. Ukija ma center back hapa ndio usiseme wameondoka watatu. Kaondoka Karabu, ameondoka Lucien De Rock, ameondoka na Wilson Nangu. Ukienda upande wa kulia kaondoka Kapombe, yuko Duchu. Ukija upande wa kushoto kuna Mligo, kuna Kamala. Sasa timu ina mashaka gani? Golini ndio usiseme. Kuna Abel. Sio, umeelewa? Bado yuko vizuri na ana experience kubwa, ni golikipa mkubwa. Isipokuwa apate nafasi tu. Kwa hiyo Simba tuna kikosi ambacho kimesheheni. Tuna kikosi kipana sana. Hivi sana mchezo wa kimataifa ungeanza na Gaborone United. The way mnyama alivyocheza ni kama watu wana wasiwasi, lakini ukiangalia na mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman, mnyama alipoteza kwa goli 4-1. Haiwezi kukupa wasiwasi wewe katika mchezo huu. Simba ni materialist team, ni timu ambayo inapenda kudharaulika. Umeelewa? Na hii ni advantage kwa Simba kwa sababu wale zingizini wakisikia huku kwamba Simba amefungwa goli 4 na Al Hilal Omdurman, sio amefanywa nini, vile alivyocheza na Gaborone anakuwa anapata moyo, anajiamini. Kwa hiyo yeye anaingia kama mkubwa, Simba anaingia kama mdogo. Na Simba akienda kuwinda siku zote huwa hawindagi kwa kutoa makucha kabisa. Huwa ananyata, anakwenda ndani, anakwenda taratibu. Kwa hiyo hiyo ndo kawaida nini? Kawaida ya mnyama Simba. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na kikosi cha nini? Kikosi cha Simba. Huyu mwache ajiamini, kitakachoenda kumkuta pale nyumbani kwake hataamini macho yake. Ndio Simba ilivyo. Mnyama anakwenda makundi. Mnyama anakwenda makundi bila shaka. Shaka kwa ndugu zetu, lakini sisi hatuna shaka. Wako Malawi vijana wetu wadogo zetu wako Malawi. Vijana wadogo zetu 35 kwa 36. 35 kwa sasa unaweza ukawa mkubwa afu ukawa mkubwa mjinga. Sio, umeelewa
unaweza ukawa mdogo lakini udogo wako udogo janja. Si umeelewa? Maana gani hapo? Yani mkubwa mjinga, alafu dogo alafu dogo janja. Umeelewa? Kwani tukienda sasa hivi haya mashindano tunakwenda kucheza kimataifa, mkubwa nani? Ukiangalia kwa rank za CAF yeye ni mkubwa umri. Lakini kwenye masuala ya mashindano ya kimataifa Simba ni mkubwa kuliko nini? Kuliko yeye. Umeelewa? Sisi ni timu namba 5 barani Afrika. Umeelewa? Yeye ni timu namba ngapi? 13. Yaani wanasababisha mpaka kuna baadhi ya wachambuzi nguli tunaoheshimu juzi katika kisherehe chao kile wanakwambia Yanga inashika nafasi ya 9. Yaani Mbwaduke ameisahau mpaka renki ya CAF. Anakwambia yani anaitia Yanga kwenye 10 bora. Hayupo kwenye 10 bora, lakini Mbwaduke juzi ameitia. Mimi nimetia wasiwasi. Mbwaduke na statistics zake zilizojaa kichwani na haki waliokuwa nayo leo amejisahau, anasema Yanga eti ni timu namba 9 barani nini? Barani Afrika. Lakini Simba ni timu namba 5. Sisi watu foji, sisi renki ya CAF ndio inazungumza. Hivi ukimchukua Nsingizini Hotspurs, ukamchukua Silver Strikers, wewe unajua ni mtu wa football ni nani kapata timu mchekea hapa? Unajua, ngoja nikwambie jambo. Ngoja nikwambie kitu. Hizi timu zote sasa hivi ni nzuri kwa sababu mchujo wa kwanza umeshafanya nini? Umeshapita. Unapomzungumzia Nsingizini ameitoa timu bingwa wa Zimbabwe. Simba bora. Ndio bingwa wa Zimbabwe. Yeye ameenda amefanya nini? Amemtoa. Na huyu Nsingizini ndio bingwa wapi? Wa Eswatini. Si umeelewa? Na unapomzungumzia Silver Striker amemnyang'anya ubingwa nani? Bata Bullets ya kina Banda. Kwa hiyo naye ni mkubwa, naye vile vile ameitoa kuna timu ya ukanda unafu. Kwa hiyo timu zote tunazoenda kukutana nazo ni bora. Atakayeleta dharau akili itamkaa nini? Itamkaa sawa. Isipokuwa advantage walioipata Yanga kwamba Malawi hapa ni ukanda ambao mpira wao tunaufahamu vizuri. Sio, umeelewa? Tofauti kule Eswatini mpira wao unajua unakuwa bora. Wenzetu kule wanalipa vizuri, Malawi hawalipi vizuri. Kwa hiyo wachezaji wao wengi wanatumia wachezaji wa ndani, lakini unapozungumzia Nsingizini wale wamechukua wachezaji jana, wamechukua wachezaji, wana wachezaji wa Nigeria, wana wachezaji wa South Africa, wana wachezaji Namibia. Kwa hiyo ni timu ambayo uchumi wake ni mkubwa, ndio tofauti. Kwamba Simba inacheza na timu ambayo uchumi wake ni mkubwa, Yanga inacheza na timu ambayo uchumi wa kati. Kwa hiyo Yanga kidogo amepata mchekea. Kuliko mnyama. Mnyama amepata timu. Wale Nsingizini wako vizuri kiwekezaji. Sawa, Jibi, najua wewe ni mtu wa football. Hebu watakie heri ya Africans kwenye mchezo wao wa kesho bwana. Mimi ukiweka chumba cha nyoka na chumba cha wana Yanga, mimi niko tayari nikakae chumba cha nyoka. Umeelewa? Mimi Yanga namuombea mabaya, mimi Yanga namuombea atolewe. Kaka, uzalendo kaka. Hilo ndio dua langu, hakuna uzalendo juu ya hili. Umeelewa? Hakuna uzalendo juu ya hili. Yaani mimi ninachoomba dua langu lote na unaona na kazi ulovai. Sikufichi Ijumaa ya leo hii nimeomba dua Yanga katika miongoni mwa dua nilizoziomba zote na dua la kuiombea Yanga mabaya limo. Kaka, umetoka kufunga ndoa. Nakwambiaje? Naombea Simba mazuri, Yanga naiombea mabaya. Yaani hiyo ndio iko wazi, iko hivyo. Hakuna, mimi sipendaji unafiki. Mimi siwezi nikaiombea Yanga mazuri. Ni afadhali niishi na nyoka kwenye chumba kuliko kuishi na mashabiki wa Yanga. Tupe sababu kwa nini unakuwa namna hiyo. Hiyo walianza wao kwa sababu wao ndio maprofesa wa kuombea wenzao mabaya. Kwa hiyo na sisi tunawaombea mabaya. Kuna Azam pia pale na Singida Black Stars. Azam eli kwao. Hao nawatakia heri. Azam eli kwao. Singida nao vile vile siwaombei mazuri kwa sababu Singida nao jamaa wote ni ndugu moja. Azam nawaombea heri. Kwa hiyo Simba na Azam mimi nadhani ndio timu zitakazoenda makundi. Singida na mwenzia nyumbani. Singida na mwenzia? Nyumbani. Rudia tena, Singida na mwenzia? Singida na Yanga nyumbani. Lakini Simba na Azam twende mbele na watafika mbali msimu huu. Hii inatoka moyoni kabisa Jibi. Inatoka moyoni, yani moyo wangu uko mweupe uko safi. Leo nakwambia nimesali Ijumaa, Mungu ananiona. Nimeiombea mabaya Singida na Yanga, nimeiombea mazuri Simba na Azam. Neno moja kwa mashabiki wa Young Africans. Mashabiki wa Yanga mimi ninawaomba tu waiombee wenyewe dua timu yao, lakini mimi na mashabiki wa Simba wote tunaiombea Yanga mabaya. Yaani hiyo ndio ilivyo. Hiyo ndio ilivyo. Sawa, mchezo uliopita tumalize na hili hapa Jibi Stimani. Hamkuweza kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bila shaka mchezo unaofuata dhidi ya Nsingizini Hotspurs mashabiki wataruhusiwa kuingia pale. Kama wana Simba, mmejiandaaje kilichotokea kisitokee tena? Sisi tumejiandaa vizuri na tushaa sana na kila mtu ameelewa na adhabu tulioipata ile na Gaborone kila mtu ameiona adha yake. Tulienda kukaa sehemu yenye jua kali kwenye mchanga unaounguza na tulifanya vile makusudi watukae juani ili iwe adhabu kwetu. Sio kama tujaona Mwembe Yanga pale miti mingi na nini tungeweza kukaa pale.
au tusingeshindwa kufunga maturubali. Lakini nilimwambia Ahmed Ally, kina Chiko idara ya habari, niliwaambia wekeni skrini sehemu juani ili watu wapate adhabu. Viongozi tunaomba ili tuacheni sisi wenyewe. Umeelewa bwana? Kwa hiyo tukachanga ile faini na vile vile tukakaa juani ili kuangalia ile mechi. Tumeangalia mechi juani na msemaji wetu tulimwambia tunakaa na wewe hapa. Na yeye alikubali akasema kweli tunakaa pamoja kwa sababu ili swala ni sisi ndio tulilisababisha. Kwa hiyo ili ionekane kwamba kweli tumeumia basi tukae juani tuiangalie mechi yetu. Na kweli tuliumia, tukapata matokeo, tukafuzu tukaenda mbele. Kwa hiyo mechi inayokuja tunaingiza nini? Tunaingiza mashabiki. Kwa hiyo uangalizo ni mkubwa kwa watu wa Simba. Inatakiwa tusomane kwa sababu mpira sasa hivi ni uadui. Anaweza kaandaliwa mtu kuja kuiharibia nini? Simba. Kwa hiyo sisi tunatakiwa wenyewe tusomane na tujuane kwamba huyu ni mwana Simba mwenzio, na unapomwona ana kibegi ana kitu chochote tusachiane, hakuna mtu kuingia na kitu chochote mle ndani, na ukimwona mtu anafanya fujo basi tunatakiwa tudili naye. Tumkamate, tumkabidhi kwenye mikono ya nini? Mikono ya sheria. Nyama umemwombea dua, umetoka kuswali kabisa. Nakwambia nimeomba dua leo Ijumaa. Mimi wiki nzima hii naomba dua. Umeelewa bwana? Simba afanye vizuri, asonge mbele, Azam afanye vizuri, asonge mbele. Lakini Yanga na Singida wafanye vibaya. Mwaka mmoja anasinzia kule. Nimemwona anasinzia akachoka. Joto jua sasa hivi limekuwa kali sana. Ndio maana namuona Sanga anasinzia. Huyu si Yanga, si Simba, mimi sijamuelewa. Ngoja tutampeleleza, nitafanya upelelezi wangu wa kina. Bwana JB, tumalize na ile hapa, tutakuja kumsalimia shemeji. Shemeji yupo leo, ana siku ya 4 leo. Yuko 7, nadhani mpaka Jumatatu tayari atakuwa ameshamaliza nini? Ameshamaliza 7, utamuona. Ila ukitaka kuja kumuona, karibu nyumbani umuone shemeji yako, hata vizawadi